Haya mtazamaji, wakati tunaendelea mbele basi nimepata swali moja muhimu sana kwa ajili yako na ikiwa basi unafuatilia vizuri na unaelewa story inavyoendelea, hebu niambie wewe binafsi kwa maoni yako mtazamaji, unamchukuliaje yule mzazi ambaye anachagulia mtoto wake yule kijana wa kumuoa ama basi mwanamke wa kuolewa naye? Basi hebu nifahamishe kwa maoni yako wewe katika sehemu ya maoni ama sehemu ya kuandika comment hapo. Unawazungumziaje wazazi wa namna hiyo? Wakati mwingine basi watoto wanapeleka watu nyumbani kama hivyo, lakini mzazi anaweza tu kupangua kwa sababu yeye ana chaguzi lake, akawa ameamua kukataa tu. Anasema hapana, huyu kijana hatumtaki, ama basi hapana, huyu binti sisi hatuoni kama anakufaa. Wewe unaichukuliaje hiyo? Maana yake sisi tulidhani labda pengine hiyo ni kwa zile tamaduni za Kiafrika tu, kwamba baadhi ya familia bado wana mambo ya kizamani, mambo ya kuchaguliana mke wa kuoa, mume wa kuolewa naye. Lakini sasa tumeona hata katika hii tamthilia yetu My Desire, tumeona hicho kitu. Dao Mingshi ni kijana anayetoka katika familia ya kitajiri kweli, mambo ni mazuri kweli katika familia yake, lakini sasa anachaguliwa mwanamke wa kuoa katika familia yake. Mama yake anataka aoe mwanamke ambaye mama ndo anataka. Sasa tunaendelea. Anamwambia baba yako biashara zake zinakwenda vibaya. Sasa kama hutoshirikiana na mimi, inaonekana wazi tu kama biashara ya baba yako itaporomoka kabisa. Na mimi sitofurahi kuona jambo kama hilo linatokea. Lakini nafikiri nina jinsi ya kukusaidia. Kama uko tayari kuanza upya na Shankai. Auntie, lakini uoni kama hapo umetumia njia ambayo ni ngumu sana kwangu? Unajua kuanzisha biashara au kuendesha biashara mwanangu inahitaji mbinu nyingi sana. Kwa hiyo wewe uko tayari kumuona baba yako anaingia katika wakati mgumu, biashara yake inaporomoka? Akasema baba yangu mimi atakuwa mwajibikaji mwenyewe kwa biashara yake mwenyewe. Nina imani baba atapata ufumbuzi juu ya hilo. Lakini hauoni kama vile una uwezo wa kumuokoa baba kwa kutumia njia hii ya kuwa na Shankai? Unajua auntie, girlfriend ni tofauti na toy kama unavyofikiria, kwamba eti kwa sababu unamuona Shankai ni wa kawaida. Hatuwezi kucheza na akili yake. Mimi nitaendelea kumuheshimu Shankai siku zote tu. Lakini acha nikwambie pia kitu kingine. Namna ambavyo unaendelea kuweka pressure sana kwa Dao Mingshi mwanao, unamtengenezea tabia ya kuendelea kukupinga tu. Kwa namna unavyoendelea kutafuta njia za kumweka katika hali ambayo yeye haifurahii, unatengeneza chuki zaidi kwake. Sasa sijui utaendelea hivyo mpaka lini. Mimi hicho tu ndo ambacho naweza nikakwambia auntie. Naomba nikutakia wakati mwema, kwa heri. Asante kwa ukarimu wako. Kijana aliongea pointi kweli. Alafu kumwambia auntie, naomba nirudie tena. Mimi nitaendelea kumheshimu Shankai maisha yangu yote, na nitahakikisha kwamba hakuna mtu yoyote anayekuja kwa ajili ya kumchezea au kumuumiza moyo wake. Bana, pamoja na Mrs. Dao Ming kuonesha msisitizo, kutumia kila mbinu, lakini wapi? Sasa angalia mtoto wa kitajiri ambaye anatokea Masaki huko, tokea Mbweni huko, anakuja Uswazi kule Kigogo, anakaa nje mpaka saa 4:30 za usiku, analiwa na mbu pale akimsubiria binti arudi tu kazini. Wewe mbona unanikumbatia namna hiyo? Kuna nini? Anambia nilitaka nije tu nikuone, nisikie vizuri tu. Kusema ukweli kuna mengi sana ambayo nimeyapitia hivi karibuni, na nikikuona najisikia vizuri sana. Amemmisi. Sasa tazama, anajaribu kumuelezea kitu ambacho kilitokea siku hiyo. Walikutana yeye pamoja na Dao Mingshi. Jamaa akamwambia kama vipi mimi na wewe tuanzishe mahusiano. Nitajitahidi kadri niwezavyo kukupenda. Wewe ulisema kwamba hakuna tatizo kama tukianzisha mahusiano. Basi mimi nitajitahidi kadri niwezavyo kukupenda. Kijana alimwambia hayo. Kamuuliza umenisikia? Sasa binti ndo ameenda kumwambia Shankai.
Anasema ameniambia kwamba mimi na yeye tuanzishe mahusiano. Yaani sasa hivi shoga yangu, sasa hivi moyo wangu umetulia. Shankai, mimi sijui nikwambieje, sikujua kama kumbe anaweza akaanzisha mahusiano na mimi. Haya maneno anaambiwa Shankai. Yaani hajui acheke, anune, akamwambia basi hongera sana. Hongera sana. Unaweza kuona mambo yanaendelea na kama kawaida yake anapenda kweli t-shirt nyekundu. Sijui anairudiaga hii. Moja nyekundu, moja nyeusi, moja nyeupe. Kwa hiyo hebu tuambie mwanetu, wewe umefanya maamuzi gani? Kidogo akasikia, "Wewe Damishi." Huyu ni Chingha. Wewe vipi, mbona unapiga kelele hivyo? Tatizo nini? Hebu subiri bana, mimi nina swali la kukuuliza. Ni kweli kwamba mzee unaoa? Sasa hata wenzia hawakujua. Oya, unaoa? Mbona si hatujui chochote? Mwanangu, kwa hiyo unamuoa Shankai? Hongera sana mwanangu. Wakakasukuma. Oya, na nyie vipi? Sasa mbona mnanisukuma? Mimi nimekuja kumpongeza mshikaji anaoa. Kwani kuna tatizo kama nimempongeza? Basi wakaongea naye pale kwa dharau, wakakaacha kajamaa pale. Kalikuwa na shauku kweli. Kanaamini kwamba basi jamaa anaenda kumwoa Shankai. Sasa kashangaa, huyu Chingha leo amenipongeza. Lakini atakuwa yuko sahihi. Ingawa mimi sioni kama nina kitu kingine naweza nikawa na ninacho tena kwa Shankai. Huu ndio mwisho wetu. Jamaa alikata tamaa. Akasema sasa it's over. Haya, ngoja tuone. Unajua wakati mwingine mnaweza mkaamini kwamba mapenzi yameisha, lakini kumbe basi utamuhitaji mwenzio tena. Sasa ngoja tuone. Binti sasa hivi anatupia nguo nini zile za kuvutia. Na leo walikuwa wamepanga kwenda date. Damishi akawahi kwa wakati. Unaona tofauti ya Shankai na huyu huyu jamaa, huyu binti anaitwa Yuanzi. Tofauti ya Yuanzi na Shankai. Yuanzi anawahi date. Shankai anakuja amechelewa. Vipi, utapenda kupata kinywaji gani? Mimi nitapenda kupata cappuccino. Nimeagiza na cheesecake. Bwana sio mbaya, muongezee na maziwa. Ukiwa na hela bwana, ukienda mahali popote mtu akiagiza chochote, hamna mambo ya kwanza kuulizia bei kwanza. Hivi cappuccino kaka shingapi? Usilete hiyo. Hivi hamna nani kitu kingine? Mambo kama hayo. Nimekuletea na kazawadi jana. Kijana akasema asante. Vipi je, utapenda kufungua? Hamna shida, nitafungulia nyumbani tu. Kuna wale watu hawatakagi kufungua zawadi hapo hapo. Sasa hiyo ni zawadi maalum kwa ajili yako, umesikia? Nilitamani pia kujua wewe ni mtu aina gani, ndio maana nikaamua nikuletee japo kitu chochote tu yani. Sasa kijana bado ana mawazo sana. Muda wote anaongea lakini kichwa chake ameinamisha chini. Hii inaonyesha bado alikuwa na mawazo mengi sana. Hatimaye basi cappuccino ikaja. Cappuccino ni aina ya kahawa tu mtazamaji. Na ni aina ya kahawa ambayo inauzwa hata wewe ukihitaji kwenda kuipata zile pakti za cappuccino, aina ya kahawa ya namna hiyo inayouzwa kwenye pakti. Zipo mpaka supermarket, unaweza kupata. Anamwambia kunywa basi. Jamaa anamwambia mimi sipendi kahawa. Jaribu tu kidogo, onja tu. Lakini si nimeshakwambia sitaki. Kashaonesha msisitizo hataki. Unaonaje labda basi tukianza mimi na wewe tukafahamiana taratibu. Wewe kundi gani la damu? Kumwambia unataka tufahamiane kwa vitu kama hivyo sio? Akasema ndio. Mimi sijui vitu vingi sana kuhusiana na wewe, lakini nitajitahidi. Nyota yangu mimi nitakwambia kila kitu nitakwambia. Kumwambia mimi siamini sana mambo ya nyota. Ni vitu ambavyo nasikia lakini wasivipendi sana. Hebu achana na hayo mambo ya kahawa na chai. Kidogo akainuka. Sasa kidogo amembadilikia. Hata ile zawadi ambayo amemletea kijana kaachana nayo. Nisubiri basi jamani, mbona unaondoka haraka haraka? Angalia mpaka naumia. Wewe Damishe. Wewe acha kelele, wewe unapiga kelele kila saa, unapiga kelele za nini? Hivyo wewe tumepanga mimi na wewe twende date. Sasa kwa nini unaondoka? Tena unaondoka ili iweje? Nilitarajia kama hii date ndio ingetuweka pamoja. Sasa ndio kwanza tumeanza kuongea wewe unaondoka. Hivi unanichukuliaje mimi?
Yani hujataka hata kuhangaika kuchukua zawadi niliyokuletea. Hivi wewe unaona hivyo unavyofanya unapatia? Kusema ukweli, yani Damishi, kama kweli hii ndio date yenyewe ambayo umeniitia, yani nataka nikwambie umeniangusha sana. Kwa hiyo tunafanyaje sasa? Jamaa anamuuliza maswali ya kiuni kinoma. Kwambia sikia nikwambie, njoo hadi hapa afu mimi nitakusamehe. Kijana akasogea. Mtoto wa kike naye ana mitego huyo. Anambia ehe, kwa hiyo akamkamata mkono. Haya, tutatembea pamoja hivi hivi tukiwa tumeshikana, umesikia? Mkono wako si utoi hapa. Yani hakikisha tunatembea hivi na inabidi tuwezoeane kwa jinsi hii. Mimi mwenzako nina furaha eti umekubali kuwa na mimi. Unajua naanza kukushangaa. Mbona ghafla kama unaonesha kama vile tumefahamiana na kuzoeana muda mrefu? Ah, sio hivyo. Basi acha kuwa mkorofi. Nipe muda kidogo, unahitaji kufikiria kidogo. Asa muda kiasi gani? Wewe unataka muda gani tena? Kama mimi nakupenda na wewe unanipenda pia, si tayari. Wewe unafikiri vitu vinaendaga haraka haraka hivyo Mambo haya yanahitaji hisia bwana. Wewe ndio unajaribu kuleta mambo mengi. Mimi hata sina mambo mengi. Hebu twende huko. Basi kijana sasa hataki kushikwa. Wakawa wanatembea zao, wako busy. Nani mwingine akiwaga na stress huwa anapenda afanye kazi, keep busy kwenye kufanya kazi. Wako wengine wakiwa na stress wanapenda kunywa, wengine wakiwa na stress wanapenda kusikia mziki, wengine wakiwa na stress wanapenda kulala. Sasa angalia, binti yuko busy na kazi. Shankai ana mawazo sana. Yeye aliwahi kusema kwamba havutiwi kabisa na dawa mingi. Lakini mbona kama ana mawazo? Nini kinachompa mawazo? Wakati mwingine watu husema kwamba ukifall in love unaweza usijue kama umempenda mtu hadi pale ambapo yule mtu sasa utakuwa umempoteza. Yani ukajua sasa siwezi kuwa naye tena. Ile nafasi kishapotea ndio unajua hivi kumbe yule mtu nilikuwa namuelewa Sasa mama ameweka bodyguard ambaye pia anachunguza kwamba kumbe kijana wake anakutanaga na yule Yuanzi na ameshajua kwa wiki wanakutana mara ngapi na mambo yanakwenda. Anaambiwa kwamba yule binti anamfataga mwanao na wanatoka out mara kwa mara isipokuwa tu akiwa shule. Na umesema kwamba pia wana urafiki na Shankai. Kwa nini wana urafiki? Mimi kusema ukweli sielewi. Lakini ameweza pia kumuelezea Shankai juu ya uhusiano wao. Hao vijana wa siku hizi. Kwa hiyo amemueleza pia Shankai kwamba sasa hivi yeye ana mahusiano na Dao Mingshi. Mama akaanza kufikiria sasa. Mwanamama anatumia kila mbinu ili mradi mambo yamkalie vizuri kijana wake na hakikishe basi kwamba chaguzi lake, yani huyu Yuanzi anaolewa na kijana wake. Sasa kama kawaida binti huwa anampigia simu kijana ili waweze kukutana mahali, lakini leo akaamua kumuita Shankai. Akamwambia unajua, nilikuwa naamini kwamba naweza nikaanzisha maisha yangu mengine mapya kabisa. Sijategemea kama mimi pamoja na Dao Mingshi tutaanzisha mahusiano. Hoya Shankai, uko hapa kweli? Mbona nakusemesha unanisikiliza kweli? Nilikuwa naomba utusindikize kama utojali. Tutatoka kwenda kwenye mbuga za wanyama. Nina imani kama tutakuwa na shauku tukiwa kidogo kampani. Sasa Shankai kiko hapo kikaanza kusema kimoyomoyo. Hivi jamani maskini mimi. Nahitaji kweli kukaa hapa kumsikiliza huyu dada anachoniambia. Na binti Yuanzi akamuuliza hivi Shankai, uko hapo unanisikiliza kweli wewe? Sijui ukakuta huko mbali kimawazo mimi naongea mwenyewe. Akamwambia hapana bwana, hamna kitu chochote. Lakini kusema ukweli Dao Mingshi atakuwa amevunja rekodi. Kama kwa wiki mnaweza kuonana mara 3. Hauoni kama hii ni ya kitofauti sana? Mnaweza hadi kutembea mmeshikana kabisa mikono. Yaani katika kundi lao hata wao wenzake hawamuonagi hivyo mara nyingi kama unavyoonana naye wewe. Sasa hii kidogo ikawa imempa matumaini zaidi. Akamwambia lakini pia uniwie radhi ikiwa basi pengine nimekuletea hali ya msongo wa mawazo. Wajua wazazi wangu mimi wamenilea hivyo. Sijawahi kupata hata mara moja bahati kama hii ya kuwa na kijana wa kiume kabisa na wao wakibariki.
Kwa hiyo sijui hata sasa pia mambo yatakwenda vipi. Hii itatokana na mimi tu moyo wangu utakavyoamua. Basi Shankai akaanza kujisemea, inaonekana huyu dada anampenda sana Dao Mingshi. Sasa Qingha akaanza kumwelezea, huyu ni Lei. Lei akaanza kumwelezea Shankai. Anamwambia inaonekana wewe ndo umeruhusu hiyo nafasi, huo mlango ufunguke. Ndio maana yule binti amepata nafasi hiyo. Kumwambia lakini Lei, sikiliza nikwambie. Nadhani mimi hata nikimshauri jamaa atanisikiliza mimi chochote. Hapo inategemeana kama sasa hivi wameanza kutoka, ikiwa kama wataweza kuwa pamoja. Yaani kama jamaa atamuelewa kweli yule dada. Naomba pia kama ikiwezekana muache tu Dao Mingshi aende na hili jambo yeye mwenyewe mpaka mwisho, alafu tuone ataamua. Kamwambia sasa unamaanisha nini? Unajua mimi nikogo busy, siwezi kuwa na muda wa kwenda kuonana naye. Lakini sasa hivi nakuwa njia panda kwa sababu sasa huyu dada anakuja kuniomba ushauri mimi kwenye kila kitu. Hivi hauoni kama Shankai unatakiwa kukaa mbali na mahusiano yako? Unaelewa? Lakini naona kabisa ndani yako yani kuna mtafaruku fulani. Inabidi sawe mwenyewe uanze kufanya mambo yako wiki mpango wako, achana nao. Mimi siko kwenye nafasi ya kusema eti nataka nimtengenezee mazingira jamaa yangu, mshikaji wangu awe karibu na Yuanzi au awe karibu na wewe. Sasa hivi inabidi yeye mwenyewe tu ajiongoze na akili yake. Kwa hiyo Shankai akamsikiliza sana. Akamwambia lakini Lei akamkatisha, akamwambia usiongee sana. Hebu tuondoke hapa twende darasani. Naona sasa Lei kitu ambacho ameniambia. Sasa binti anaanza kujisemea kimoyo. Lei kitu anachoniambia amejaribu kuonesha wazi yale ambayo anayafikiria kuhusiana na msimamo wa mahusiano yetu. Sipaswi kabisa kuingilia matatizo yanayohusu mahusiano ya Dao Mingshi pamoja na Yuanzi. Kuingilia mahusiano yao itakuwa na haribu sana. Binti akawa anajisemea kimoyo. Kidogo akasikia huko chini. Wewe Dao Mingshi nisubiri. Hebu acha kuniangalia bwana. Unaniangalia nini? Kuhusu Yuanzi. Potea huko. Mimi nimekuja kwa ajili yako. Hebu acha kuleta mambo ya ajabu hapa. Unataka umekuja kuniona mimi kwa ajili yangu kitu gani? Mbona sana mjibu vile? Na ni kwa nini tuendelee kuangalia tu? Hebu tuende na mambo yetu basi. Nataka unikisi sasa hivi nakwambia. Wewe unasemaje? Unataka mimi nikukisi? Ukinikisi ndio itaonesha kwamba haupo tena katika mahusiano na Shankai. Mara kwa mara nikiwa naongea na wewe huwa nakuona kabisa una mawazo mengi sana. Yaani unaonekana uko mbali kabisa kimawazo, hauko hata na mimi. Hivyo kama ingelikuwa ni wewe ungejisikiaje? Usikatae, huo ndo ukweli. Kama kweli haumpendi tena Shankai, nikisi. Usiponikisi haitathibitisha kwamba wewe unanipenda mimi au unampenda Shankai. Sasa anataka mpaka afanyiwe ndo aamini. Akamwambia haya, funga macho nakwambia. Akamsogelea. Sasa hii tunataka amthibitishie kwamba hampendi tena Shankai. Sasa hajui Shankai yuko kule anaona. Mwamba akaenda na kweli bwana akaenda mapokezi. Hii yenyewe. Mwenetu amepona pale. Hii yenyewe imeenda. Lei akiwa na Shankai pale. Aisee walishuhudia. Tena mchizi sio kwamba amefanya ile ya kinafiki ya mara moja tu hivi. Jamaa ameipiga ile kama dakika 20. Wewe kama dakika 20 tu kwenye mdomo wa dada wa watu. Yaani mpaka nafikiri kengele ya break imepigwa. Yaani wao wananyonyana. Ile maskini katoto ka watu kakajisikia vibaya sana. Vipi? Umeona sasa hivi inaonekana kabisa Dao Mingshi ameanza kumchukulia vizuri Yuanzi. Inaona kama wanaanza kuendana. Mbona umekaa kimya? Au labda jinsi walivyo kiss hapo imesababisha kitu fulani umejisikia vibaya? Amna, wala mimi sijisikia vibaya. Kwa nini nijisikie vibaya ni kwa mfano? Mimi najisikia vizuri. Kwa sababu angalau sasa imeanza kuonesha kwamba mshikaji ataanza kuwa na furaha. Alafu na mimi pia nitaanza kuwa free. Si unajua tena kakangwe, anamuita mpaka kakangwe. Au mwenyewe unaonaje? Akamwambia mimi naweza kusema ikiwa wewe hujisikii vizuri juu ya jambo na ukiwa unajisikia vizuri. Hebu achana na mimi.
wewe unanichukuliaje kwa mfano? Unataka kuniona tu nikinyong'onyea muda wote? Akamwachia begi akasema, sasa mbona umeniachia begi lako? Akarudia begi lake. Jamani, dunia ina vitu. Mtoto wa kike amechanganyikiwa baada ya kuona mwanaye, ama tuseme aliyekuwa boyfriend wake, akimkiss mwanamke mwingine ambaye sasa ndo litakuwa chaguo lake, na tena mama anabariki mahusiano yao. Sasa unaona ameanza kupatwa na hali ya upweke. Na moja kati ya kitu ambacho najifunza sana, wenzetu wametutengenezea tamthilia ambayo inahusu wanafunzi, lakini huwezi kuona muda mwingi wakiwa darasani. Unaona matukio zaidi ya yanayowahusu wao kwa wao nje na kwenye mazingira ya chuo. Basi akaja Chingha anamuuliza, vipi mshikaji wangu, mbona leo uko hivyo, nini kimekupata? Yani kuna ujinga mwingine tu umenifanya tu niwe hivi. Yani kuna wakati naanza kuwaza hata na mimi pia, kumbe kuna vitu ambavyo hata mimi situmia hata akili kabisa. Unajua kuna wakati mambo yanaweza yakaenda, lakini kuna wakati mambo yanaweza yakaenda vibaya. Hebu niambie, ni nini kimekuleta hapa? Kwambia sasa kwa nini uko peke yako? Mimi na imani kama ikiwa basi kubahatika kuwa na yule jamaa, Mungu atakupa mtu mwingine. Ndivyo ambavyo watu ni vigeugeu. Unajua wewe ni binti usiyekuwa na hatia, au pasi kutendewa mambo mabaya. Kumwambia ni ukweli, mwambia ndio hivyo. Kitu ambacho mimi ndio kinanifanya nikupende sana. Kumbe ndio hivyo. Ndio hivyo. Na hivyo ndivyo ambavyo mimi najisikia na kupenda kwa jinsi ulivyo. Sasa akajikuta anaanza kuelezea hisia zake. Akasema sijui kwa nini naanza kuelezea hisia zangu za mapenzi kwako. Akamwambia wala hujachelewa. Pengine huu ndio muda sahihi kwako. Unasemaje Shankai? Wewe Shankai? Lazima nikae sawa. Nijitahidi tena kujipambania tena. Bila hivyo nitaendelea kuwa na stress kama hivi. Huu ndio wakati wangu mimi sasa. Mtu yote asinichukulie poa kwa sababu naishi maisha ya kawaida. Lakini sasa wewe ni shida ni nini? Mbona kama unaongea peke yako? Mimi siongei peke yangu, naongea vitu ambavyo ni vya maana. Wewe Chingha, asante sana. Na ninashukuru sana kwa kuwa mshikaji wangu. Sasa uniahidi kwamba utaendelea kuwa rafiki yangu wa nguvu siku zote. Sasa kijana alijieleza pale, kumbe binti hata hayuko. Anawaza mbali, akili yake mawazo ni mengi. Kijana akajisemea pale vitu vyake, lakini kumbe binti alikuwa hamsikilizi wala. Haya mtazamaji, tukutane kwenye episode inayofuata, itakuwa ni episode ya 29 ili tuweze kuona muendelezo mambo yatakuwa namna gani.